Wito wa kuheshimiana ulitawala mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika mjini Nairobi, Kenya, Forward Africa, uliofanyika Jumatatu na Jumanne, huku Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitangaza uwekezaji mpya na kusema uhuru utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Macron alisema uwekezaji wenye thamani ya euro bilioni 23 sawa na dola bilioni 27 utafadhili sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nishati, akili mnemba na kilimo, akiongeza kusema kuwa euro bilioni 14 ambazo ni sawa na dola bilioni 16.4 zitatoka kwa makampuni ya Ufaransa na euro bilioni 9 sawa na dola bilioni 10.5 kutoka kwa mashirika ya Afrika. Macron alisema mkutano huo wa Nairobi unaashiria mabadiliko ya sera kuhusu masuala ya fedha katika uhusiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na zile ambazo hapo awali zilikuwa makoloni yake. Je, ni mikakati ipi yenye mafungamano iliyowekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika si maneno matupu? Na je, mkutano wa Nairobi unatoa mwelekeo gani mpya wa uhusiano na mashirikiano katika masuala ya usalama na uchumi? Na vipi kuhusu mageuzi katika masuala ya uchumi na fedha? Kuyajibu maswali haya pamoja na mengine, nimemwalika Dr. Nancy Ngoa. Yeye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko pwani ya Kenya. Tunaye katika mji wa Nairobi nchini Kenya Dr. Luchetu Likaka. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mbobezi katika diplomasia. Huko Sumbawanga nchini Tanzania tunaye Gwandumi Mwakatobe. Yeye ni mchambuzi wa siasa, na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumemwalika Mali Ali. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa, Ulaya na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Dr. Nancy Ngoa hapo mjini Kilifi. Kwanza kabisa, kabla hatujaingia ndani zaidi katika mjadala huu, uliuonaje mkutano wa Nairobi kwa tathmini yako? Naam, asante sana Bwana Charo. Nimekuwa nikifuatilia mkutano huo wa Nairobi ambao unahusisha Ufaransa na mataifa ya Afrika, na kusema kweli mengi yalisemwa, mazuri tu ambayo yanaweza kunufaisha nchi za Afrika, na kwangu mimi naona ni kitu ama ni hatua muhimu katika makubaliano ya nchi hizi za Afrika na Ufaransa. Kwa jinsi ya Ufaransa ama mkutano huo kufanyika Kenya, kwangu mimi imekuwa ni heshima, na kwamba hakuna ubinafsi, kwamba Ufaransa haingetafuta nchi nyingine ambayo ilitawaliwa na Ufaransa na ikafanya mkutano huo, lakini kufanya Kenya kwangu mimi naona ilikuwa heshima, na yale ambayo yalizungumzwa ni kwa ajili ya manufaa ya mataifa yote ya Afrika, bali si kwa zile nchi ambazo zilitawaliwa na Wafaransa peke yake. Kwa hivyo hilo tayari kwangu mimi linaonekana ni jambo la busara, na kwamba huenda mkutano huu wa kilele ukatoa faida kwa mataifa yote ya Afrika. Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Baki hapo hapo. Dr. Luchetu Likaka, Dr. Ngoa hapo anazungumzia kuhusu heshima kubwa. Unaona ni mikakati ipi yenye mafungamano ambayo iliwekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika si maneno matupu mazuri ya kufurahisha na kupendeza? Mwenyekiti, mimi niseme kwangu naona kwamba ni swala nzuri kwamba wanajaribu kuleta ile ambayo wameita Nairobi Declaration, ushirikiano wa usawa kati ya Afrika na Ufaransa. Ile ni swala nzuri. Uwekezaji wanaona kwamba hatutaendelea kuwa tu badala ya utegemezi wa misaada, na kujaribu kuimarisha sauti ya Afrika na kujaribu kusukuma kwamba kutakuwa na mfumo mpya
wa kifedha duniani, na hata vile Ufaransa inavyojipanga kwamba vipi itaweza kusukuma ajenda ya African Union kuhusu maendeleo ya usalama. Naona kwamba swala hilo ni nzuri, na mikakati ambayo tunaona kwamba wanajaribu kuiweka, kwanza kuweka Afrika mbele, kwamba vipi tutaweza kushughulikia masuala yao ambayo ni matatizo yenye Afrika imepitia kwa muda mrefu. Na kuimarisha kwa uhusiano huu, tunaona kwamba walijaribu kujadili masuala mengi, hasa kuhusu nishati, miundombinu, afya, teknolojia ya akili bandia na kilimo, kwamba masuala haya na hata masuala ya vijana, kwamba vipi tutaweza kuegeza kuhakikisha kwamba vijana wanafaulu. Hii mikakati ni mipya, na naona kwamba itasaidia kujaribu kuvuta Ufaransa karibu, na kutumia Nairobi ni swala ambalo huenda litatusaidia kama Wakenya, na pengine kupatia Afrika Mashariki mwelekeo mpya. Na lile ambalo na kumalizia tu niseme kwamba kimikakati mkutano huu ni jaribio la kujaribu kuijenga upya barani Afrika, hasa Ufaransa baada ya kupoteza ule uwezo ama ule vitu uliokuwa kule Mali, kule Niger na Burkina Faso, na sasa wanachukua nafasi hii kujaribu kujijenga upya wao kama Wafaransa, na tena vile wamepatia Waafrika tena kibaumbele kuwashughulikia masuala haya. Kwangu naona kwamba huenda atakuwa na mwelekeo mpya kuendelea pale mbele. Mali Ali, nije kwako hapo Ufaransa kabla hatujamsikia Gwandumi Mwakatobe. Rais Macron alizungumzia kuhusu uhuru, akasema utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Na rais wa Kenya William Ruto ambaye aliandaa mkutano huo pamoja na Ufaransa, akalitaja neno uhuru kiasi mara 8 katika hotuba yake siku ya mwisho ya mkutano huo. Alirudia kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika kwa ajili ya kuheshimiana kati ya mataifa yanayoshirikiana. Eti kweli utegemezi umekwisha, Mali? Kwa kweli nadhani nitagusia, labda kabla sijaingia moja kwa moja kwa ujibu swali lako, nitagusia kule ambako wenzangu wamezungumza kwa haraka kidogo. Kwa kweli mazingira ambayo Ufaransa imeweza kuandaa mkutano huu ni mazingira ambayo bado yanaleta shaka katika uhusiano na ushirikiano wa kimataifa, ukizingatia kwamba kule ambako kulikuwa mazoea ya kukusanya nchi zinazozungumza Kifaransa au koloni za zamani za Kifaransa, ni kweli ni kwamba sio pazuri kwa sasa, hali sio nzuri, na kunakuwa hali ambayo yule ambaye alikuwa ni baba na mdhamini wa zamani tena haleti imani katika nchi hizo. Na kuona kaandaa kikao hichi katika nchi ambayo ni mkoloni wa Uingereza au nchi ambayo inazungumza Kiingereza, kwa maana ya kufungua uwanja mpya, labda wale ambao walikuwa ni washirika wa zamani wanazungumza Kifaransa kwa sasa wamepoteza imani na Ufaransa, basi tufungue mlango kwenye nchi zingine ili tuweze kuona kwamba tutaweza kupata nafasi zaidi ya uhusiano mpya. Kwa hiyo yale yote ambayo yameweza kuamuliwa Nairobi kwa sasa, nadhani ni mambo ambayo yanahitaji kwenda nayo polepole, kwa sababu uhuru ambao unazungumzwa unahitaji uhusiano wa nguvu katika uhusiano wa kimataifa na ushirikiano. Sidhani kwamba Afrika imefikia wakati wa kuweza kuaminika kwa kupata uhuru kwa sababu ya kikao au ya mkutano huu mmoja tu wa Africa Forward ambao umefanyika Nairobi. Bado Afrika inatakiwa kwanza iwe na sera za pamoja na mtazamo wa pamoja ili iweze kufikia uhuru ambao inauhitaji, na uhuru huo ndio unaweza kuifanya Afrika iweze kufaulu matunda ya ushirikiano na yale yote ambayo yanaweza kufanyika kwa faida ya Afrika. Lakini kwa sasa bado mapema mno, kwa sababu mkutano wenyewe ni kitu ambacho hakikuingia moja kwa moja katika Umoja wa Afrika, ukizingatia kwamba Afrika bado ina tatizo la kuthibitisha umoja wake katika sera na mtazamo wa maendeleo. Bado kila nchi ina mtazamo wake binafsi. Kwa hiyo nadhani ni swala la kwenda nalo polepole, na si kwa kikao hicho tu ambacho kinaweza kutufanya Waafrika au kuwafanya viongozi wa Afrika waamini na watulie moja kwa moja, kwa kuamini kama uhuru huo utaheshimika na utakuwepo. Haya, asante Mali Ali hapo Paris, Ufaransa. Gwandumi, umemsikia hapo Mali Ali anazungumzia mtazamo wa pamoja wa Afrika. Hiki kitu kimekuwa changamoto kubwa kwa mataifa mengi ya Afrika. Tukiangalia mahusiano na mashirikiano kati ya Afrika na Ufaransa,
na kwa kuzingatia huu mkutano wa kwanza kabisa ambao umefanyika mjini Nairobi katika nchi ambayo zamani haikuwa koloni la Ufaransa, unazungumziaje? Unaona kuna mwelekeo gani, Gwandumi? Kwanza ni kushukuru sana mwenyekiti kwa kuweza kunialika katika kipindi kizuri